yani ilivyo kwanza. Labda nikuwekee watu wasichokijua. Mikataba yote ya kidunia ilivyo. Sio tu kwa kurudisha Mendes. Unaposaini mkataba wote wa kimataifa kwenye masuala ya kimuziki, cha kwanza ilivyo, pesa imeingia milioni labda, inatakiwa lebo ichukue faida yake kwenye milioni kwanza. Kama nilikubaliana 50, ichukue 50 yake. Alafu kwenye ile ya msanii ndio wanakata investment. Sio, unaelewa hapo Mendes? Hata hiyo unasemea kwamba wanatakiwa wakati investment hiyo afanye walombaya wale wa Marekani. Sasa nadhani ukikaa na wasanii wao wenyewe mwenye haki atazungumza. Wasafi, kama mimi Diamond, sitegemea la msanii yoyote. Wao wenyewe wanajua nguvu ambayo wanaiweka kwao, wanajua mapenzi naweka kwao, wanajua love nayoiweka kwao, wanajua energy, fedha nazoweka kwao. Tumi tu naona kama ni ukijana katoka hapa, acha nimpushi familia, love. Sasa wakati mwingine na Wasafi sikudanganya, ukiona mtu nimemtoza hela, ujue huyo kanivunjia adabu. Naona kama wewe nimekufanyia hiki na hiki afu unanifanyia hivi, nimekukosea wapi? Basi pata contract. Lakini watu wote ambao sikuishi nao, yani mtu ambao, kwa sababu mimi sitegemei hela ya wanamuziki wa lebo. Wao wenyewe wanaelewa. Katika income zangu haifiki hata 0.1, 0.5 hela lebo. Wanaelewa wao wenyewe. Mimi nawachukulia ndugu zangu, familia yangu. Yani hii ni familia yangu. Ndio mtu akinikosea naumia, kweli. Okay, basi sawa. Na ndio maana unakuta mtu kama Mbosso mimi sitaki kunipata shinku. Mimi mdogo wangu, Mbosso tumeishi vizuri sana, ana discipline, ana adabu, nampenda, ananipenda, yani tumeheshimiana sana. Na sikudanganya, kama ningetaka hata bilioni 2 ningechukua pale. Unajua Mbosso anafanya shilingi ngapi sasa hivi? Milioni 50 show moja. Kwa katika milioni 50 kama na 60 pena maya langu pale milioni 30. Na kiasi kusomona na show. Kwa maana zile 30 zangu zingekuwa nazisomba. Lakini mdogo wangu mimi nakupenda, tumeishi vizuri, umeniheshimu, hatujaje kugombana, hatujaje kupishana. Kwa nini wewe sasa hivi ushafikia hatua ambapo unaweza kufanya jambo? Kwa nini kulete roho mbaya? Kama umeamini unaweza kuanza vizuri, sawa. Kwambia sasa basi mimi nakulilizi. Nakwambia sasa yeye alikuja uko tayari Mbosso kunilipa fedha. Kama bro sasa hapa natakiwa nifanyaje kama mdogo wangu? Mimi sitaki shilingi kutoka kwako bana. Mimi na tumeishi vizuri. Mambo ya muziki tu kama